Katika kuhakikisha kwamba tunalinda amani na utulivu, basi tuangalie wageni wote ambao wanaoingia katika maeneo yetu. Kama tutakuwa kuna dalili yoyote ya mtu ambaye tunahisi atahatarisha usalama wa wananchi wetu, tunaomba kwa haraka sana tutoe taarifa kwa masheha kwa kushirikiana na jeshi la polisi, ili tuweze kuchukua hatua za haraka ili kuwabakisha wananchi wetu wakiishi katika hali ya amani na utulivu. Lakini vile vile niombe, sisi serikali, mashehe mmetuomba kusimamia amani na utulivu, tutajitahidi. Lakini na sisi vile vile kwa upande wetu tutaomba sana kuongeza dua katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sasa hivi dunia yetu inapita katika kipindi kigumu sana. Katika vipindi vyote vya maisha yetu, sisi ambao tuko hapa ni wachache tu ambao walishuhudia vita kuu ya dunia ya mwaka 1945. Hivi sasa hivi kuna fukuti kubwa sana baina ya Marekani na Iran. Kuna meli kubwa sana, meli moja ukubwa wake sawa sawa na uwanja wa mpira, zinabeba ndege za kivita kwa ajili ya kwenda kuwashambulia ndugu zetu wa Iran. Tuwaombee dua ndugu zetu wa Irani, Mwenyezi Mungu awapeperushe maadui wale na apeperushe hiyo vita inokusudiwa kufanyiwa ndugu zetu wa Iran, ili nchi ibakie na amani, lakini vile vile na sisi huku tubakie na amani. Leo kama itatokezea vita baina ya Marekani na Iran, na Irani ameshasema hatokubali kiongozi wao kunyakuliwa kama alivyonyakuliwa kiongozi wa nchi nyingine, sitaki nihitaji, wanasema watapambana mpaka tone la mwisho kuhakikisha wanalinda taifa lao. Asa vita hii ikitokezea, basi athari yake itafika mpaka Zanzibar, kwa sababu bidhaa zote za vyakula na vitu vingine vyote vinapokuja kutoka nje vinapokuja ndani ya nchi yetu, lazima vipitie katika ghuba ambayo kutakuwa na vita vikubwa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu aepushe vita hii, ili na sisi huku tuweze kuokoka. Hivi sasa hivi tumeshaona nchi mbalimbali duniani, sasa hivi mwenye nguvu ndo mwenye maamuzi. Hakuna tena ile demokrasia, anaweza akaja mkubwa akakunyakua juu ya kiti cha nchi yako, akenda akakuhifadhi anapotaka yeye. Hiyo ndo dunia ambayo tulikuwa nayo sasa. Kwa hiyo tuombe sana ndugu mashehe zetu, wanazuoni, mamufti, kila tunapokwenda safari hii, dua zetu tuombee sana ndugu zetu wa Mashariki ya Kati, Mwenyezi Mungu awaepushe na vita, ili nchi yetu iwe na salama. Leo ndugu zetu wa Palestina hawapo tena katika nchi yao, nchi yao imevurugwa, magofu matupu. Hatujui ndugu zetu watafutari au watafunga katika hali gani.